Bado tunaendelea kusema Irani wameharibika hawa. CIA imegongwa, wamepiga makao makuu ya CIA hiyo Mashariki ya Kati, na hawa ndo Waajemi, ndugu zanguni, ndo Waajemi hawa. Okay, kabla sijaelezea sana, mtanisamehe kwa kama siku mbili sijakuwepo hewani. Nafikiri mnakumbuka tuliwaambia kidogo, tulitumiwa email na YouTube kuwa tutafungia channel yenu kwa sababu nafanya 1 2 3, lakini sio mambo. Kwa tukawa tutafanya process ya kuappeal na hatimaye basi wameruhusu, kwa sababu wamegundua, unajua zile ni mashine ndo zinaamua tu kutumia email, na ikiwa sasa haijulikani, ndio maana nakwambia ya pili, ili wao sasa timu ile ya YouTube waweze kureview. Kwa hiyo tumerudi tena hewani. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa hilo, tunawashukuruni na nyinyi mnaoendelea kutufuatilia hapa. Naomba tuendelee sasa na hiki. Kule nchini Saudi Arabia, Riyadh, kwenye ubalozi wa Marekani nchini Saudi Arabia, kulikuwa na ofisi za CIA. Lakini pia ndani ya Iraki pia kwenye ubalozi huu wa Marekani kulikuwa na ofisi pia za CIA. Na hizi ofisi za CIA, au niseme makao ya CIA, kwa sababu kwa hiyo Mashariki ya Kati hizi ndo zilikuwa kama headquarters, yani hizo za CIA kwa hiyo Mashariki ya Kati. Kwa hizi zimegongwa, zimepigwa vibaya na Irani, na makao haya maofisi za CIA zimepigwa vibaya mno. Kwa hiyo sasa swali limekuwa ni Irani wamewezaje, na ikabidi waanze kumlaumu Vladimir Putin. Wakasema Putin huyu ndio amesaidia Irani kupiga ofisi za CIA ambazo zilikuwa uko Riyadh, Saudi Arabia pamoja na Iraq. Kwa hiyo lawama zimeenda kwa Putin, lakini tumeona waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amekuja akasema kuwa huu ni ujinga na ni uenda wazimu, na wanasema kwa wao Pentagon wanasema wanaendelea kufanya utafiti, wakigundua kuwa ni ukweli Urusi amehusika katika kuisaidia Irani kupiga hizi ofisi, basi matokeo yake tutarudi kule kule kwenye vikwazo. Okay, imekuwaje? Hizi ofisi zimeshambuliwa, au haya makao makuu niseme ya CIA hapa hiyo Mashariki ya Kati yameshambuliwa kwa drones. Iran ametumia drones, zile drones ambazo ni Shahidi 136 amepiga haya makao, na kwa kushambulia huko wanachokiongea wao sasa wa Marekani na Washington, maana unajua wamegongwa, wamepigwa vibaya mno, halafu leo mpaka makao makuu ya CIA yaliyoko huko Mashariki ya Kati bado Iran ameweza kuyafikia. Na ndio maana unaona sasa sababu imekuwa ni inawezekana ni Putin ameweza kuwasaidia. Sasa kama Putin ameweza kuwasaidia, tunarudi pale pale kuwa vikipigwa vita, ina maana kati ya Marekani na Urusi. Kwa hili linatuonyesha kuwa Marekani atagongwa vibaya mno na Urusi. Ndio maana yake. Mwingine anaweza kusema mbona kule na Zelensky lakini ukumbuke Urusi haiko kwenye ile tunaita full scale war, tofauti na Irani. Maana Irani wao wametangaza vita kamili na Marekani, na ndio maana wanapigana hivyo. Lakini ukumbuke huyu hajatangaza vita kamili, ile ni kama operation bado anaendelea kuifanya, ingawa Zelensky naye anapata nguvu, drones zake ndo hizi zinaenda kuisumbua Moscow, lakini hajawa kwenye ile tunaita ni full scale war Urusi. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa turudi hapa. Ametumia hizi drones Shahidi 136 ambazo wanasema sasa kuwa Urusi amewasaidia kuzi upgrade hizi drones mpaka zikaweza kupiga kwa usahihi mahali walipo, na hii tunaita ni modern satellite navigation system. Huo mfumo wa kutafuta, maana labda ni kuambie kidogo hii tunaposema modern satellite navigation system ni nini.
Kwa Kiswahili rahisi ni mfumo unaotumia satellite angani kukupa mahali ulipo hasa na kukuelekeza uende unakotaka. Hii ndo maana ya Modern Satellite Navigation System, ambayo sasa wamebaki wanalalamika Marekani kuwa no, hizi drones ambazo zimetumika kutushambulia, hizi drones huyu Urusi amezi upgrade. Lakini wao wana shida na Urusi kuwa kwa nini Iran amepiga ofisi zetu za CIA Saudi Arabia na Iraki, hizi lazima drones, kwa kutumia drones hiyo Shahidi 136 lazima hizi drones ni zimepata kuwa upgraded na jeshi la Urusi. Sisi inatuhusu nini? Yani sisi inatuhusu nini? Siku zote kumbukeni, nimewaambia hii ni kujaribu tu kushusha uwezo wa Irani, yani duniani Irani ionekane haina nguvu, kwa wanaoisaidia Irani ni China na Urusi. Yani maana wao hawataki kukubali kuwa Irani ana nguvu za kuweza kupigana na wao. Hawataki kukubali, lakini wanachokiongea ni kuwa huyu Irani lazima kuna mikono ya Urusi na kuna mikono ya China, vinginevyo yeye mwenyewe hatufikiri kama angeweza kufanya hivyo, kama angeweza kutushambulia yeye mwenyewe. Lakini ukweli ni kuwa wamegongwa vibaya mno. Marekani amekuwa yuko bega kwa bega kuisaidia Israeli. Hakuna anayeongea kuwa imekuwaje leo hii Marekani anaisaidia Israeli, tena kwa wazi kabisa, mpaka kwenye mambo mabaya, mpaka kwenye wakati mwingine wanaita mauaji ya halaiki, kuua watu innocent, watu wasiokuwa na hatia. Gaza tumeona Lebanon na hatimaye Iran. Hakuna anayeongea kuwa wewe Marekani, kwa nini unamsaidia Israeli? Mona, hakuna anayeongea hivyo. Lakini leo hii wao Marekani wanalalamika kuwa no, usaidizi ni lazima umetoka kwa Urusi au China. Unachaguliwa mshirika wa kukaa naye, na ukumbuke jambo moja kuwa Urusi, jeshi la Urusi pale Ukraine, mnakumbuka vile ambavyo Iran wamemsaidia sana Urusi pale Ukraine, na wamemsaidia mno kwa hizi drones ambazo ndo hizi sasa huku zinaitwa Shahidi, kule wanaziita kamikaze. Maana lakini kamikaze, bwana mmoja aliniambia ni jina la Kijapani. Maana kamikaze ilikuwa ni kwa Kiingereza ndio inasema suicide drones, yani ni drone ambayo inajipeleka kwenda kujimaliza yenyewe, kujiua, inajitoa muhanga, labda tuseme. Ndio neno hili kamikaze likatokea hapo, kutokana na askari wale wa Kijapani walivyokuwa wanajitolea muhanga, yani mtu anaenda ili akafe, kwa neno hilo likatokea hapo. Maana hizi drones ni drones ambazo zinapewa mission, na hiyo mission inakuwa imekamilika kabla yenyewe haijaondoka, manake haitarudi. Ni tofauti na drones zingine, kama unakumbuka wanazo pale Irani, kuna drone inaitwa Gaza, kuna drone nyingine inaitwaje, ni zile drones kubwa ambazo zinakuwa na makombora, ambayo yenyewe inaenda inashambulia na inarudi, kwa sababu kuna kituo ambacho wanaicommand iweze kwenda, na wanaona kila kitu hapa kwenye kituo. Hizi drones hata Ibrahim Traore hapo Burkina Faso amezinunua sana kwa ajili ya kukabiliana na manyang'au, ziko za namna hiyo. Sasa hizi tunazoziongelea hizi za kamikaze au kule Iran waita Shahidi, ni drones, ni suicide drone ambayo yenyewe ikienda ndo imefanya. Kwa hiyo Iran ameplay party kubwa sana katika kuisaidia Urusi kwenye vita vyake na Ukraine, lakini matokeo yake ndio tunakuja tunaambiwa Urusi amemsaidia Iran. Hata kama amemsaidia, kuna tatizo gani ama kuna shida gani? Mbona nyinyi mnaisaidia Ukraine kuipa mifumo ya ulinzi, kuipa ndege za kivita, kuipa silaha za kila namna? Sio Marekani tu, mpaka Umoja wa Ulaya. Lakini Marekani ndo anaongoza kwa bajeti kubwa ya kuipa ujuzi Ukraine. Ni nani? Urusi amelalamika kuwa kwa nini mnaipa hii Ukraine? Anajua hivi ni vita na lazima niweze kupambana. Sasa yenyewe ni mioga kweli, waoga hasa, yani kugongwa kidogo hivyo. Sasa nafikiri wanawaza, ikiwa mpaka mahali CIA, unajua CIA ni shirika la kijasusi la Marekani, ikiwa Wajemi wamejua mahali tulipo, tuna usalama gani sasa hapa?
Ndio maana unaona wameanza kumind, unajua Putin amewasaidia, vinginevyo sisi tungewapiga hao. Unajua zile sababu hazina kichwa wala mkia. Wewe usingesaidiwa na fulani, mimi ningekugonga. No, pambana baba, pambana. Wajemi walisema tutawapokea vile mtakavyokuja, na sasa wamewapokea, na sasa matokeo yameanza kuonekana, wameanza kulia. Unajua hapa lazima Urusi amewasaidia, ngoja tunafanya uchunguzi tuone hizi drones zilizotupiga Urusi amezi upgrade ile modern satellite navigation system ameziwekea. Kwa hiyo sisi ujinga mtupu, hakuna kitu chochote kile. Pambaneni kama wanaume, acheni kulialia. Wajemi hawalii. Wajemi mkipiga wanasema haina shida, tutalipa. Mbona nyinyi mnakaa mnalialia? Si mliingia wenyewe pale? Vita vimefika mahali patamu sana. Hatushabiki vita, lakini acha ifike mahali kuna watu wanyooshwe kidogo, ili dunia angalau ikae sawa. Maana wao unajua wanajiona ndio kila kitu kwenye hii dunia. No, acha wanyooshwe kidogo, dunia ikae sawa. Asanteni sana.